Sababu nyingine ni wale watu ambao mnapenda kutembelea kwenye sehemu za magofu ama nyumba zilizotelekezwa zilizokaa kwa muda mrefu ambazo hazina watu. Sehemu hizo pia ni maeneo ambayo viumbe hawa wanapenda kukaa ama kuishi. Kwa hiyo sio vizuri sana kutembelea katika maeneo hayo bila protection, bila ulinzi au maelekezo maalum. Ni sehemu na kichocheo kikubwa sana cha hawa viumbe kuweza kukuingia ama kukuvaa kwenye mwili. Lakini maeneo mengine ni maeneo ya misikiti au maeneo ya makanisa. Ndiyo utashtuka, lakini ndio ukweli. Maeneo ya misikiti ama makanisa au nyumba za ibada, kuna baadhi ya maeneo kwenye nyumba za ibada hizi, misikiti ama makanisa, usipo kuwa mtaalamu wa kuelewa haya, basi inaweza ikawa ni sababu ya wewe pia kuvaa hayo hivyo viumbe. Kuna viumbe ambao wanapendelea kukaa katika maeneo hayo, baadhi ya makanisa na baadhi ya misikiti. Haijalishi hivi viumbe vinaweza vikawa ni vyema ama vibaya, lakini ni mazingira gani umekutana navyo. Kwa hiyo hii pia inaweza ikawa ni sababu. Mengine ambayo mara nyingi sana ni kwa vijana wetu ama watoto wetu, ndugu zetu ambao wako kwenye shule hizi za sekondari, wako kwenye vyuo. Mara nyingi sana hao viumbe wanakaa maeneo ambayo kuna watu pia wengi. Kwa mfano kama shuleni, vyooni, sehemu ambazo zinakutanisha watu, sehemu kama hizo unakuta kuna cases nyingi sana za viumbe hawa kuripuka ama wanafunzi kupata majini au kupata mapepo. Unakuta mwanafunzi alikuwa yuko vizuri tu nyumbani na nini, lakini kwenda katika maeneo hayo unasikia ana majini au vitu vimempanda au na nini, mzazi anakuja kuambia, unashangaa, unabaki na unashangaa. Lakini kwa nini? Kwa sababu amekutana na watu, amekutana na mazingira hayo, na hivyo viumbe vina flow kwenye miti, vinakaa kwenye miti mikubwa, vinakaa kwenye maeneo kama hayo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwawekea protection watoto wenu, ndugu zenu, kuwawekea ulinzi kutokana na hivyo viumbe. Maombi tu peke yake haiwezi kutosha, kwa sababu we mwenyewe unavaa vitu ambao au unaishi na vitu ambavyo vinawavutia. Kwa so muda wote utakuwa unaomba. No. Kuna wakati unaweza kuwa umekaa hauna protection yoyote, vinaweza vikakuvaa tu. Unakuta watu wengi sana wanahangaika kupona, kupata matibabu na tiba ya hawa viumbe. Unakuta mtu amehangaika miaka 10, miaka 20, miaka 30, anahangaikaga tu. Umeona viumbe, mara leo wametoka, mara leo wamehivi, mara hivi, unaambiwa umepona, vinarudi na hivi na hivi. Kwa hizi tabia ndogo ndogo ambazo nimewaambia hapa, hizi sosi, chanzo vidogo vidogo hivi ambazo nimewaeleza hapa, hizi ni sababu ambazo zinachangia watu wengi sana kukumbwa na majini, kukumbwa na upepo mbaya bila wewe mwenyewe kujua. Ni muhimu sana kujiweka kuwa safi, kujiweka kwenye mazingira masafi. Hapo viumbe ambao kweli ni majini wanapenda maeneo masafi ambao hawana shida. Sasa utajiuliza, malaika na majini wanaishije? Ngoja niwaambie kitu kimoja. Malaika hawapendi sehemu ambazo ni chafu. Kwa hiyo hata protection ya kukulinda wewe kama unaishi kwenye maeneo machafu hawezi kukaa hilo eneo. Kwa hiyo ukijiweka katika mazingira masafi na nini, energy nzuri, ukawa unatumia vitu ambavyo vinakusaidia, ni vizuri na utapata ulinzi wa moja kwa moja kutoka kwa malaika au viumbe wenye nguvu. Ili hawa viumbe vinyamkela tunaviita visiweze kukaa kwenye mazingira yako, vikakimbia mbali na ukaa uko chini ya utawala wa malaika na chini ya utawala wa viumbe vya Mungu au energy ya Mungu ikakusaidia kuweza kusurvive. Wapo watu ambao wanaishi bila viumbe, wapo watu ambao wanaishi bila kutumia madawa na nini, kuombewa, lakini wanaishi vizuri, hawakumbani na hayo maupepo. Kwa nini? Kwa sababu wameheshimu zile sheria na kanuni, utaratibu wa kuishi. Mfumo wa maisha ambao tunaishi ni chanzo kikubwa ambacho kinaweza kukusababisha wewe ukakutana au ukakumbana na hawa majini au ukakutana na hawa viumbe. Ni muhimu sana kwa sababu tunaishi kwenye ulimwengu ambao roho zetu na nafsi zetu hatuzioni kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo tunaishi katika silka mbili, tunaishi katika physical form na tunaishi katika ulimwengu wa spiritual. Kimsingi hao viumbe tunatakiwa tuwaelewe, tuko nao, tunaishi nao. Ukitaka kujua ama kuelewa kwamba hawa viumbe wapo, una uwezo wa kujua, una uwezo wa kufahamu. Lakini sasa ili uwafahamu ni lazima uwe na hekima. Narudia tena, ili uwafahamu ni lazima uwe na hekima, na kila kitu katika maisha ya kiroho kinahitaji hekima na busara ili uweze kukielewa. Usikurupuke tu, imradi unakurupuka unaweza ukakutana na kitu kibaya alafu kikawa shida kwako. Kwa wakati mwingine tutakuja kuelezea kwa kina kuhusiana na viumbe hawa majini,
makabila yao, tabia zao, wanaishi wapi na jinsi ambavyo unaweza kukabiliana nao, namna ya kujilinda, lakini pia namna ya kukaa nao mbali. Na vile vile tutakuja kuelezea kipindi kingine kinahusiana na malaika tu, lakini pia vile vile tutakuja kuelezea kuhusiana na wachawi. Uchawi ni nini? Nini maana ya uchawi? Uchawi umegawanyika katika namna mbili. Kuna uchawi mweupe na uchawi mweusi, witchcraft. Hao tutakuja kuelezea na wenyewe kundi lao na hivi vitu vikoje. Sasa hivi ulimwengu umebadilika, mambo yamekuwa wazi. Tutaelezana, tutaambiana kile ambacho ulicho nacho, basi tutachanganya na hichi ambacho tunachofundishana, basi itakuwa ni fursa nzuri ya wewe endelea kujipatia elimu na kujua kwamba tuko duniani hapa si kwa milele, bali ni njia tu ya kupita. Mimi niendelee kushukuru nguvu za universal, nguvu za ulimwengu ambazo zinaendelea kutufanya tuendelee kuwa hai, lakini pia vile vile kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenyewe ambaye yeye ameamua kujificha kwa sababu zake yeye mwenyewe, na ameendelea kutumonitor au kutukadiria kulingana na kile ambacho yeye mwenyewe anataka tukifikishe katika jamii. Nashukuru sana kwa nguvu hizo, nashukuru kwa malaika wake na viumbe wake, nashukuru kwa wazazi wangu, nashukuru kwa wazazi wetu, nashukuru kwa kila kitu katika ulimwengu huu. Tunaendelea kuomba neema na baraka ziendelee kuwepo kwetu sisi na wale wazazi wetu ambao walitutangulia. Naomba nikuachie swali, je, viumbe hawa majini wanaweza kuzaa na binadamu? Je, kuna watu wana familia za majini? Tutane kwenye comment section.